Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Samaha Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali, kama ulivyopewa jina na viongozi wa juu kabisa katika kikao cha maulamaa wa nchi nzima wa taasisi zote, kwamba wewe ni al-mujaddidul asli, yani mrekebishaji wa zama hizi pale palipopinda kupaweka sawa sawa, lakini pia ni al-mufakkirul asli, ni mtu mbunifu wa zama hizi. Ni bahati kubwa wala waliosoma mashairi sio kwamba wanapaka mafuta kwa mgongo wa chupa, ndio hali halisi ilivyo, na sisi ndio tunafanya naye kazi na tunafanya kazi chini yake. Tunajua Mheshimiwa Mufti, hawa waliopo mbele yako ni viongozi wa dini. Niseme ni baadhi ya viongozi wa dini mkoa wa Dodoma waliopo, wakiwepo kina mama wa Juakita wakiongozwa na dada yetu Mufti Shamim. Niomba usimame kwa niaba ya wenzako utoe salamu. Tuko huko ni mama huyu mpambanaji, mwanadawa mkubwa sana, anajitambua, amebadilika, ameacha mazoea kama slogan yako ilivyo. Hawa viongozi wako wa dini wamebadilika, wameacha mazoea, na hapa tuko nao. Ndugu zangu, viongozi wenzangu, min duni listithna, sio biduni listithna, na ukweli usopingika, tuna bahati kubwa sana. Sababu harifi niliambia nizungumze, lakini pilau hali pilau mpaka uchanganye na nyama na viungo vingine pia. Mufti huyu hakupewa tu kibali kuwa mufti wa Afrika Mashariki, lakini lisanul hali afsahu min lisani makali. Nataka mnielewe hivyo. Sio Tanzania tu, wenzetu wa nchi za jirani wana mufti wao, lakini hivi leo wapo katika mahala wafikirie kwa nini mufti huyu asio Afrika Mashariki. Hakai wala atuli. Waangalia, tulikuwa tunamhitaji muda mrefu, leo ndo kachomoza. Sio kwamba alikuwa amekaa Dar es Salaam anachoma kuku tu anakula. Hapana, yuko katika misafara mbalimbali. Juzi katoka Kenya, Mombasa. Alikuwa mgeni rasmi kwa alimul allama al-imam ar-rahib Sheikh Muhammad bin Sharif Said al-Bidhi kwenye markazi yake kule. Vijana wamekuja kumpigia mufti magoti, tukuomba baba yetu utufikie tupate baraka zako. Masharifu wale sio mimi na wewe wazigua, sawa? Wanakuja kumlilia mufti ahudhurie hadhara yao. Kwa hivyo kumpata katika mkoa wetu wa Dodoma ni heshima kubwa sana. Mheshimiwa Mufti, hawa wote waliopo unao toka ulipokuwa katika hadhara ya Darul Mustafa, leo umeamkia kusi sana takwa, umekwenda Muhajirin. Hivi napigiwa simu mpaka anashindwa sema ukiondoka utakiacha lawama, lakini zingine nitazikubali, maana lazima ifike mahali ngone huruma. Jana umetokea Dar es Salaam moja kwa moja, hujapita hata kupata riziki, umekwenda kwenye hadhara ambayo imeisha magharibi, umekula chakula cha mchana na cha asubuhi saa 3 usiku. Huyu mufti anatujali hatujali? Narudia, anatujali hatujali? Tunampenda, tumpenda? Tunampenda sana. Takbir. Hawa mashehe wako toka asubuhi, walikuambia unafika. Wengine waligawanyika kule, wengine huku, wengine wamefika na mapema, hakuthubutu yoyote kuondoka.
mpaka umechomoza mbele yao leo. Huu ni wakati wa kwako. Tuna vyombo vya habari hapa vipo, na vyenyewe vinakusubiri wewe tutasema nini. Unawaelekeza umma wako na waumini wako kitu gani? Lakini sina haja ya kutaja mmoja baada ya mwingine. Tuna taasisi mbalimbali, Dalai, Munawwama hapa, Ustadh Hassan. Simama. Asalamu alaykum. Wewe ni mwakilishi wa Munawwama. Taasisi zote za Kiislamu, mashehe wa kata, maimamu wa misikiti, walimu wa madrasa, vijana, walimu wa shule wapo hapa, wanafunzi wa shule zetu tuna baadhi yao, lakini ungekuwa hapa usingetosha. Kwa hivyo naomba Mheshimiwa Mufti kwa heshima na kubwa na taadhima utoe neno, sikufupilizi sasa hivi. Pale majengo nilikwambia ili uwahi hapa. Lakini hapa wewe mwenyewe utajua uwanja ni wako, ili jengo la kwako, mkoa wa kwako. Utakavyo fafsa fil majalis yafsahillah lak. Mheshimiwa ndugu yangu mwenyekiti wa mila zote nchini, Sadhari bin Kusa, ndio maana ametamka hapa kwamba wale maruhani pia walishuka huko kwao, mtoto wa Bolisa. Mheshimiwa Mufti, bila kupoteza muda, uko kwa ajili yako. Sasa pale tufanye mashaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Dodoma, Sheikh wetu Mustafa Rajab Shaaban, Mheshimiwa Sheikh Kaim Sheikh wa mkoa wa Morogoro, Sheikh wa wilaya ya Gairo, Mheshimiwa Sheikh Ali Mzee, mwenyekiti wa baraza Dodoma, katibu baraza, wazee wote mliohudhuria, mashehe, maimamu, walimu, waustadhi, mwenyekiti wa vijana wa taifa, pamoja na wakurugenzi mbalimbali katika jumuiya ya vijana waliopo hapa, viongozi walioongozana nao, wanafunzi na baba na kina mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtaridhika kwamba kila mmoja itakuwa nimemtaja kwa sababu ya muda, na pia tukitajana sote mpaka tukamaliza kutajana italazimika kutia Fatiha tunapoondoka. Lakini niwashukuru sana kwa kuhudhuria kwenye uzinduzi huu wa masomo ya IT ambayo yanaendeshwa kama tulivyompa kazi hiyo kusimamia Sheikh Harith Nkusa, ambaye pia ni mwandishi wangu maalum. Baada ya kukaa muda mrefu pale barazani na kuweza kushauriana juu ya changamoto ambazo tumeziona kwa muda mrefu katika Uislamu, asisemi katika BAKWATA, tunasema katika Uislamu, kwa sababu BAKWATA ni chombo tu cha kusimamia Uislamu, lakini tunazungumzia Uislamu kwa ujumla. Changamoto ambazo tumeziona, moja ni uchache na udhaifu tulionao katika upande wa elimu hii ya mazingira wanaoita secular education, na kama Waislamu, lakini kama sehemu ya Watanzania tunalazimika sisi elimu hii tuwe nayo,
kwa sababu Waislamu ndio watu wa ilmu. Kama Waislamu ndio watu wa ilmu, ni kwa nini wakose ilmu nyingine kutoka nyingine? Tuliona kwa haja ya mabadiliko yapatikane katika madarisi zetu, yapatikane katika walimu wetu, maimamu wetu, mashehe zetu, kutokea mabadiliko sasa ya kuwa baada ya kuijua elimu ya dini na kuifanyia kazi kwa kusomesha, kufanya dawa na kadhalika, sasa ifikie hii elimu mazingira lazima tuwe nayo. Ifika wakati lazima tufanye juhudi ya kuwa nayo. Na toka zamani ilikuwa tunasoma, lakini juhudi ilikuwa sio kubwa sana. Kwa hiyo mahimizo yetu ni kufanya juhudi kubwa sasa katika elimu hii ya mazingira. Ndio maana alisema hapa mkurugenzi wetu kwamba pana vile vile kufunguliwa ile elimu ya muda mfupi ya secular wanaoita QT, ili ikiwezekana kila mmoja asome. Kule Dar es Salaam pale makao makuu tuna maagizo ambayo yatatiliwa msisitizo hivi karibuni. Kila palipo na shule ya sekondari, iwe ya baraza au ya taasisi nyingine ya Kiislamu, basi kuwekwe utaratibu huo na kuwekwe mpango maalum wa walimu kwenda kusoma na maustadhi kwenda kusoma na maimamu kwenda kusoma, na kila Muislamu anayeona ana nafasi ya kusoma na ana haja ya kujiongeza katika elimu hii ya mazingira bila kujali ule ushekhe wake, basi nje akasoma. Sababu saa nyingine huwa tunaona tabu labda kusoma kwa kile kinachoitwa kwamba nikisoma hata alikuwa kumbe hajui. Kumbe alikuwa hajui bwana. Kumbe alikuwa hajui bwana. Ilmu haiko katika masuala hayo. Ilmu inatafuta tu, ni minal mahdi ila lahdi. Ndio kanuni ya elimu kwa Muislamu. Kutoka utoto mpaka kufa, kwa mtu asome tu mpaka inamjia mauti, yeye anashughulika na ilmu. Kwanza ukifa unakufa kama mwenye kutafuta ilmu, na fadhila za mtu kutafuta ilmu ni kubwa. Ni nyote walimu, mashekhe mnajua. Kwa hiyo tunatia msisitizo kwamba sasa kwa wakati wa kubadilika, kuisoma na hii elimu vile vile. Tumeona faida yake tulipokuwa tunawapa vyeti baadhi ya wanafunzi wa elimu hii ya IT, mambo kusoma namna matumizi ya kompyuta. Mmoja katika mashehe alinionyesha namna alivyotengeneza bahasha na namna alivyoweza kuandika maneno yake kwenye ile bahasha. Napendeza kule ile bahasha. Akanipa kama zawadi kuonyesha taaluma aliyoipata katika masomo aliyosoma kule Dar es Salaam. Akamaini chini ya mwalimu wetu Harith Nkusa, msimamizi wetu wa mambo haya, ilionyesha mabadiliko makubwa. Na waliosoma ilikuwa si maimamu wa BAKWATA peke yake, ilikuwa ni maimamu wa Dar es Salaam, wa taasisi mbalimbali na misikiti mbalimbali, maustadhi wa madrasa mbalimbali, mashehe wa maeneo mbalimbali na taasisi mbalimbali, na wengine walikuja kushukuru kwamba sijawahi kufika mimi hapa barazani, na mimi nilikuwa mpinzani mkubwa wa baraza. Sasa shehe, mambo yote nimeacha, nimeona umefanya mambo makubwa sana. Akaja kunikupatia na kuniombea dua kwa sababu ya manufaa ambayo aliyoyaona. Na hii ndio mpango wetu sasa hivi. Waislamu tuondoke katika hali hii ya chini, sasa hivi tujirushe katika hali ya juu kielimu. Na elimu kama tulivyosema ni dhalatul mu'min, alhikmatu dhalatul mu'min wa inama wajadaha akhadhaha. Tumesema kwamba elimu ni kitu alichokipoteza Muislamu. Sasa popote atakapokiona, akakuta kitu chake amekiona, basi na akitwae, kwa sababu kitu chako umekipoteza. Sasa umekiona kama mahala fulani, utakiachaje? Na katika mapokezi ya hadithi hii
kuna maongezeko yanayosema wala yaktarith min ayi wi'a'in kharajat min wala yaktarith imetokana iktarasa yaktarith wala yaktarith ay la yubali wala yubali bi ayi wi'a'in kharajat, asijali kwamba ile elimu imetokana na chombo gani, yani mwalimu wa aina gani amefundisha. Yeye anatakiwa ni kuchukua elimu tu, sio kujaji yule mwalimu ni wa aina gani. Ni mwalimu anajua jambo lile, wewe chukua yale aliona wewe hayakuhusu wewe, kinachokuhusu wewe ni kwenda kuiokoa ile elimu ukachukua. Kwa hiyo Waislamu sasa tusome mambo haya kama yanafunguliwa hapa, jitokeze kwa wingi hapa Dodoma, taasisi mbalimbali, lakini walimu mbalimbali, mashekhi mbalimbali, maimamu. Sasa jioni msome muweze kutengeneza hotuba zenu vizuri. Maana ukishajua ile utaweza kuandika hotuba zako kwa mpango, utachapisha mwenyewe, utachapa mwenyewe. Kipa mtu kuchapia saa nyingine anataka kupoteza, kaandika na tabakia kwenye kompyuta yake, anaweza kuja kuyauza, faida ikawa yake. Lakini ikiwa ni wewe mwenyewe na kompyuta yako mwenyewe na unajua namna ya kutumia, yale mambo yanahifadhika na inakuwa ni siri ambayo umeweka wewe mwenyewe. Hali mambo muhimu sana kwa kweli. Bila nikasema kwa lugha nyingine, wakati umekwisha wakukaa kule kwa sasa tuondoke. Kule Kenya wenzetu wamechukua maneno haya tuliyosema sisi huku Tanzania, waliyazungumza mimi, wakanambia Mufti, sasa hivi sisi tumebadilika na tumejitambua na tumeacha mazoea. Sasa hivi madrasa kubwa kama ya Lamu walikosoma watu wa aina nyingi, tangu mashehe zetu wa zamani wamesoma vile vile katika chuo kubwa kabisa cha kule Lamu Riyadh, lakini wameamua kubadilika. Sasa wanafundisha mambo ya kompyuta na wamenipa ile syllabus yao nayo, wamekuja kunionyesha. Na wengine mimi ninakuja jana nimewaacha nyumbani, wamenifuata kwa ajili ya kufuatilia mipango hii na kwendaje, wenzetu tunafanyaje mambo ya kompyuta, mambo ya IT, na wao wameanzisha mambo hayo. Na wameanzisha na lugha kama tunavyosema, lugha ya Kiingereza, Faransa hicho, basi lugha ya Kiarabu kwa namna nyingi. Kuna Kiarabu cha ilmu, hiki cha ilmu. Na kuna Kiarabu cha mtaani, mkasa. Kiarabu akihitaji irabu, kule kuweka irabu ndio kutokupatia. Kule kukosea irabu ndio fasaha yenyewe ya Kiarabu hicho. Haito kuangalia tu maftuhu, mansubu, hakuna mansubu. Tunajisemea tu, kila Saudia tunazungumza kama wewe unachunga irabu itakuwa hata msikitini utafika. Hakuna anayezungumza fasaha hata mmoja, wote wanavunja. Wote wanavunja. Sasa ni Kiarabu nacho hicho nataka ukijue. Kinakwendaje? Kuna Kiarabu cha siasa, kuna Kiarabu cha magazeti. Kuna kuzungumza kuna maneno siku hizi mapya. Nataka uyajue kwamba utandawazi Kiarabu chake ni nini. Nilikuwa na jamaa mmoja katika shekhe mmoja kasoma kule Saudia. Nilikuwa naye katika mkutano wa mkubwa wa ujenzi mpya wa Maka na mashairi 2030. Na tulikuwa katika mkutano, yeye ndio alikuwa kama shabiki wangu, anashikia mabegi na nini. Tunazungumza Kiarabu, jamaa akasema tunataka tajdidul binyati tahtiya. Kutoka nje sasa. Yule jamaa Mwarabu yule mpanga sababu binyati tahtiya ndio nini sasa? Hao kusoma Madina bwana. Unajui? Al-binyatu tahtiya maana yake miundombinu. Infrastructure. Kiingereza infrastructure. Miundombinu ndio al-binyatu tahtiya. Sasa Kiarabu kama hivi lazima ukielewe. Sio unabakia tu ndio lazima uelewe sio. Kiarabu kinajulikana. Kadhalika Kiingereza. Na huko ndio kwenye ugonjwa mkubwa. Kiingereza na Kiarabu haijambo. Lakini sasa huko ni Kiingereza ndio kwenye jambo. Kiingereza kinasemwa mtu anaona kama anatetwa. Nataka kugombana, kupigana, wanasema nini? Wanataka kuzungumza sengi mambo ya kheri tu. Sengine wanakuzungumzia leo kwamba wewe mwalimu utampa kiasi gani? Sasa mimi ninanielewa. Sasa Kiingereza lazima ukisome. Ni lugha tu kama lugha nyingine.
Yaani ni lugha tu kama kirangi hivi, unasikia sana ndigo hivi. Meleka kisigua kama hivi kwa bwana na bwana. Kinyamwezi. Nasikia bwana. Ni lugha tu kama kijiramba hivi. Meleka wala haina wala hakuna kwamba kuna Kiingereza cha form 4. Kwamba huyu Kiingereza chake form 4. Hamna masala hayo. Kiingereza tu walimu wako wanaweza kaniambia. Hakuna kwamba hiki Kiingereza cha form 4. Kiingereza ni Kiingereza tu. Tunatakiwa ukijue Kiingereza. Usome vizuri, uelewe Kiingereza, uzungumze kwa fasaha, uwe na ile grammatical English. Nazungumza kitu namna hiyo. Ili turudi katika standard sasa, turudi katika hali ile ambayo mashekhi wanatakiwa wawe. Na mashekhi ni mahodari sana. Kwa mfano katika Kiingereza, ukieleza kitendo lililopita, ile past tense, wewe unarudisha kwa fi'il madhi. Rahisi mwenyewe. Yaani katika kusoma rahisi wewe past tense maana yake fi'il madhi. Wala unaja kuuliza tena, wala unajua kazi ya fi'il madhi nini. Si mmesoma nahau? Nasoma shekhi. Ukiambiwa hii ni dhamiri. Unajua dhamiri ni kitu gani? Ni rahisi, nikiacha kurudisha huko, unarudisha huko. Mimi nilikwenda kusoma Kiingereza mara fulani. Sasa mwalimu kila kielezo ambaye aisha kitu fulani. Ile mwalimu wangu kila kielezo ambaye aisha kitu fulani. Atazungumza nini ambaye aisha mimi nadhani ungefanya hivi, ingekuwa bora zaidi mwalimu. Akala shangaa yule mwalimu. Hata ile mbinu kufundisha kama mwalimu. Aisha tungeanza huko. Kwa mfano mambo ya phonology. Nadhani afundishwa form 5 au form 6, walimu mpa. Kosa kufundisha mtu phonology form 5 au form 6. Kwa sababu anatakiwa namna ya kutamka ianze mwanzo. Sio ije mbali katika kutamka endelea kunafundisha namna ya kutamka. Data inasoma baba data. Ile kuunga data ndio safi. Sasa mimi na data zako. Nakwambia na data zako. Sio Kiingereza. Ile ni data ndio namna ya kutamka. Umeelewa vizuri? Sasa ile namna ya kutamka ianze mwanzo. Kwa mfano katika Qur'an tunafundisha mtu, tunafundisha kutamka mwanzo, alafu ndio anakwenda. Walimu nadhani najibu badilike. Sasa masomo yale yanahitajika mwanzo yasipelekesheni mwanzo. Sasa hii nataka kueleza namna ya kujua lugha tu hizi kwamba ni kitu ambacho sio cha inafika mahala kwenye mkutano watu watakuzungumza mkutano kwa Kiingereza, wao wanasema jamani panachoa, nataka kidogo atakwenda kujihifadhi kule ukae sana, hakuna kule kupiga gumzo, atakaika kipindi kiishe. Ni lugha ndogo wala haina neno. Lugha kawaida. Kichina tukijue. Siku hizi wa China nao wameingia chini hapa. Kwa lazima tujue Kichina. Mimi sikijui, alafu sina hamnacho sana lakini mwenyewe tumejipanga kwamba sitakijua. Ndio wao hivyo wala lakini nyinyi jifunzeni. Jifunzeni mkijue Kifaransa, kifanana kidogo na Kiingereza na Kiarabu kidogo. Sababu wasiri walikaa kule. Mjue. Hali mambo tunataka tuyasome, sikae tu hivi. Wakati ukae hivi mkwisha na kujifunza mambo ya ufundi stadi. Mashule yetu, madrasa zetu, misikitini tufundishane vile mambo ya ufundi stadi. Kwa tumeanza mambo haya IT, lakini mpaka tufikie mambo ya lugha, tufikie na mambo ya ufundi stadi, tuweze kusoma elimu hizo ili watoto wetu baada ya pale waweze kuendelea. Anaweza kuwa mwalimu anafundisha, lakini kwa sababu tukishukulia madrasa, nimeambiwa kwa madrasa kwa Darul Mustafa ile watu 200 si ngapi wengi. Sasa kuipata misikiti 200. Mnaonaje inawezekana? Wanafunzi wanaotoka katika madrasa zetu sisi. Mimi na madrasa Dar es Salaam inaitwa kule Bunju, inaitwa Nuru Sunna. Mahadu Nuri Sunna al-Islami. Wana watoto 600, wamepungua kidogo kwa 600 sasa hivi. Sasa ukichukulia wale kama hatukuwafundisha mambo haya, ili kila mmoja akitoka pale huyo ni fundi washi, huyo ni fundi kapenta, huyo ni mambo ya IT, huyo ni hivi. Wakawe maimamu wale. Misikiti 600 tutaipata? Na ni nani ale imamu hapa atakayekubali kumpisha mtoto anayekuja sasa? Itakuwa mambo ya kuuana. Itakuwa jini. Ndio mtoto wao watakuletea mchezo kama kuja juzi. Na kuondoa.
Na tisa ile mtoto mmoja wa kwetu sisi madrasa tumechukua tukampeleka Bagamoyo. Jana wale kutoka Msumbiji kaja kusoma kwetu, tukasoma kamaliza, tukabala sikilize wewe usije Msumbiji kwanza. Kuna msikiti kule Bagamoyo wametuomba kwenda kupeleka. Sasa nikachukua nikampeleka mpaka kule, tukamsimika hadhara kubwa na nini, akaendelea kusomesha. Kumbe wale wenyewe wenye kumiliki pale wamekasirika. Siku moja akamwita bwana mdogo wewe njoo. Kaa. Bwana wewe unaelewa Bagamoyo? Hii Bagamoyo shehe. Wamekuangamiza wale muzafu na kuleta hapa. Sasa kwa kuonea huruma sisi tunapenda. Ungekuomba wiki hii uwe mshaondoka. Ndio tetemeka na ile jina Bagamoyo limemsumbua katemeka jasho. Kwa siku moja akaja nyumbani. Shehe wangu mimi naomba nirudi Msumbiji. Kuna nini? Naomba nirudi Msumbiji. Hapana, zungumza tuelewe. Kazungumza wale wazee wamechukua, wamenitisha na nini. Tukaona ni habari ya msikiti tu, mambo ya uimamu. Mambo ya uimamu. Kwa hiyo kama itakuwa tunawafundisha taaluma. Yule kunafanya taaluma zake pale, akitoka anaswalisha, anatoa mawaidha, anasomesha, anatoka anakwenda kwenye fundi sirani au anakwenda kujenga au anakupiga rangi, ni mtaalamu huyo. Au anakuja anafundisha mambo ya Kiingereza, anafundisha mambo ya IT, kasoma tayari. Akitoka narudi. Hii ndio inatakiwa tufikie hapo sasa hivi. Na wenzetu huko nje tayari ukishafanya mambo. Huko nje tayari ndio imepita huko, nimeona wenzetu wako namna gani. Wao katika hali hiyo. Sasa sisi tusibaki tu kwa sababu haikuambiwa kwamba ile elimu ya secular ni watu maalumu, na sisi tumo vile vile. Jiografia simezungumzwa katika Qur'ani, chemistry simo, biology simo. Imezungumzwa siku ziko aya mnazisomesha wenyewe jamani. Falyanzur al-insanu ila ta'ami. Aya. Yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Aya. Wal ardu ba'da dhalika dahaha. Aya. Zote hizo, nyingine jiografia, nyingine chemistry, nyingine physics, nyingine civics, nyingine elimu ya kila kitu kimo katika Qur'an. Sasa utakifasiri vipi? Ndio uweze kufasiri vizuri. Anasema habari ya anga. Yesu amezungumza katika Qur'an, lakini wewe utabakia tu kuizungumza anga, lakini huwezi kuingia ndani katika kueleza anga, kwa sababu ile elimu ya anga ukuisoma na inapatikana huku kwenye secular education. Unaelewa vizuri? Itakuwa wewe huwezi kuelezea jua likoje, mwezi ukoje, kuanzia hapo ukitupa kitu hivi mbona kinarudi chini, kuna mahali ukitupa kitu kinakwenda juu kirudi huku. Kwa nini? Lazima uelewe vitu vinakujaje ili kufundishe wanafunzi. Wasamai dhati buruj, unasimama pale wiki mbili katika wasamai dhati buruj. Sio ile buruji tu Hambali Sauri ndio sultana zetu. Njoo tutapiga mzinga tona cha mtepakoni. Sio hiyo. Wasamai dhati buruj katika kueleza hizo habari za sayari, habari za nini? Mambo ya astronomy. Kueleza. Sasa hii tunamwachia nani elimu hii sasa? Tunamwachia nani? Wakati Muislamu anatakiwa lazima asome. Tunamwachia nani sasa? Asome nani? Sisi tunaweza kuwa wakati umekwisha, lakini watoto wetu lazima wasome. Lakini na sisi tusome kidogo kwa taaluma. Taaluma pia tusome, afu inakusaidia katika mambo mengine mengi tu. Lugha. Kwanza Mtume sallallahu alitoa kundi la maswahaba kwenda kujifunza lugha za Kiebrania na nini, ili Mayahudi wakisema kitu waelewe. Kama wanazungumza nini wale? Lakini wazao kuzungumza lugha sasa, wengine wanasema mkamateni huyo jamaa kwa kutumbukiza wale fulani, wewe una support yako. Uko na shughuli wewe. Leo ukijua lugha utajua namna kujiepusha na zile nila zao na vitimbi vyao. Kwa sababu unajua. Kwa hiyo wasia wangu leo kwa ufupi tutakuja kusema siku nyingine. Tuisomeni hii elimu ya IT na mjitokeze kwa wingi kusoma mambo ya kompyuta hapa, na wale walimu zetu walioko hapa watakaopangwa kusomesha lugha mbalimbali za kigeni, basi vile vile hata Kiswahili kinatakiwa kufundishwa. Kiswahili iko namna nyingi. Hapo nikisema kwamba
mimi nataka Mungu aniepushe na mawi. Anieleze mawi, unajua nini? Utapata matamu sana kwa mawi ni kitu gani? Kumbe lugha ya Kiswahili tu kwamba mawi maana yake ni uovu. Mwenyezi Mungu anakuomba niepushe na uovu. Unaelewa vizuri Kiswahili hicho. Kiswahili hiki kina mambo mengi. Mtu anasema maiti mbili toka lini? Kiswahili gani? Maiti wawili, sio maiti mbili. Imekuwa kuni. Sasa vyote vinatakiwa lazima watu wasome waelewe. Nifanya na uzuri. Kuna kipindi fulani hapa ilikuwa lugha itakuharibika kidogo, ikawa inatokea watu wanazungumza kwamba yule bwana amepata na ukwasi. Hali yake mbaya sana, amepata na ukwasi. Nikawa nashangaa, huyu anazungumza ukwasi nini tafsiri yake? Mimi nakumbuka katika mawaidha fulani wewe kusimama wakati ule Sheikh Shabani ni mufti. Sasa mimi kwa nasema sana ndio msemaji wake. Katika jambo lote msemaji anakuwa mimi. Katika nyadhi hizo dini kule na nini. Siku moja nikaona hata inamsumbua, lazima niweke sawa. Ukwasi sio ufukara au maskini. Ukwasi ni utajiri. Ndio ukwasi. Yaani mtu mwenye nafasi yake nzuri anaitwa mkwasi. Jina ukwasi. Lakini natumika watu kwa sababu hawajui lugha, hata hii ya Kiswahili inasumbua. Anasema ukwasi ni ufukara. Sio bwana. Ukatwa au ukata ndio ufukara. Ndio hali ya kutokuwa na nafasi nzuri. Sasa hizi lugha hizi ni muhimu sana hizi lugha hizi. Ni muhimu sana, na naomba walimu washikilie kusomesha, kuzifahamu hizi lugha, na hasa lugha za kigeni. Mimi niko katika lugha za kigeni. Hizi zingine za Kiswahili hata tuminyane hivi. Lakini huku katika lugha za kigeni tufahamu na tuelewe tunapokwenda, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuwafikisha. Baada ya kuzungumza haya machache, niwaeleze jamani, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania milango yake imefunguliwa, na kila mmoja katika nyinyi ni BAKWATA katika hili. Hakuna ambaye sio BAKWATA. Kuna ambaye sio BAKWATA. Nyinyi wote BAKWATA. Kila mmoja BAKWATA. Kwa sababu gani? Ndio chombo chenu kinatusimamia mambo yenu ya kidini. Ushauri wenu, maelezo yenu, maelekezo yenu yaleteni katika ofisi za baraza. Kimkoa, ofisi ya mkoa ipo, na shekhe wa mkoa yupo, na mwenyekiti wa mkoa yupo. Kiwilaya kadhalika mashekhe wa wilaya nimeona hapa, na mashekhe wa kata wako. Ili ni baraza tulipeleke kwa pamoja. Mwisho wa wasia wangu, tudumishe amani. Tudumishe amani na utulivu, na tuilinganie mashekhe amani katika hutuba zenu za Ijumaa, katika nyadhi zenu, katika hafla mbalimbali ambazo ninajua mnafanya kazi kubwa. Kizungumzieni sana amani, na toleeni maelezo ya kina umuhimu wa amani na Uislamu ulivyoleta amani katika nchi, ili tuweze kukaa katika hali iliyokuwa nzuri. Na pia muombe Mwenyezi Mungu ajalie baraka katika nchi yetu, na tuondoshe mabalaa na kila kitu ambacho kina matatizo. Baada ya kuzungumza haya, mniombe Mungu Mwenyezi Mungu ajalie mimi na ndio nitakuza nao tuweze kurudi kwa salama. Wallahu waliyu tawfiq. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa mufti, kuna tukio la kuzindua lipo hapo kwa mujibu wa taratibu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم اجعلنا ممن دعاك في هذه الساعة المباركة فأجبته، وسألك فأعطيته، وسألك من الخيرات فأخذته، واستغفر لك من ذنوبه فاغفرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.